Meli kubwa zaidi ya kivita duniani na ya kubebea ndege ya aircraft carrier imeweza kuamliwa kuanza safari zake kutokea bahari ya Karibiani kuelekea Mashariki ya Kati, huku mtu mwenye ufahamu juu ya mipango ya Washington akieleza vyombo vya habari. Na hili linatokea mara baada ya Rais Donald Trump kuanza kuangalia ni kwa namna gani anaweza kachukua hatua za kijeshi dhidi ya serikali ya Tehran endapo hawatafikia mwafaka juu ya mazungumzo yanayoendelea huko mjini Muscat nchini Oman. Kuanza kwa safari kwa manuari hiyo ya USS Gerald R. Ford kulianza kuripotiwa na chombo cha habari cha The New York Times, huku Marekani ikiziweka manuari mbili upande wa Mashariki ya Kati mara baada ya manuari ya USS Abraham Lincoln kuwasili wiki kadhaa zilizopita katika Mashariki ya Kati. Na hili linafanywa na Rais Donald Trump kama sehemu ya kuongeza pressure juu ya serikali ya Tehran katika kuingia makubaliano juu ya programu yake ya nuclear au programu ya urutubishaji wa madini ya uranium. Nao kwa upande wao viongozi waandamizi wa serikali ya Irani wamezidi kusisitiza kwamba mazungumzo baina ya Tehran na Washington hayatokaliwa au hayatokuja kupata maamuzi baada ya pressure kubwa sana kutokea upande wa Marekani. Badala yake maamuzi yatatokea endapo kila mmoja ataheshimu msingi na taratibu, kwani Irani iko tayari kwa lolote muda wote, na pasina pressure wanaweza kafikia mwafaka ambao unaweza ukaleta mustakabali mpana wa maendeleo juu ya programu hiyo ya nuclear. Lakini pia serikali ya Tehran imezidi kuisisitiza serikali ya Washington kutokufanya maamuzi kama sehemu ya kumfurahisha au kuifurahisha serikali ya Israeli chini ya Benjamin Netanyahu, kwani kufanya hivyo kutasababisha mazungumzo baina ya Tehran na Washington kuhujumiwa na kuwa mazungumzo yasiyokuwa na tija.